Hii ni Mtoro TV. Sallam akasema, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Nimekuachieni misingi miwili ambayo mkiikamata hamtapotea nyinyi, hamtapotea kwenye dini yenu, hamtapotea kwenye dunia yenu. Kitabullah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna yangu. Hii ni misingi miwili ya dini ambayo tukiikamata tutapata salama ya dunia, tutapata salama ya kesho akhera. Tukipoteza misingi hii miwili, hatuna la kwetu duniani, hatuna la kwetu akhera. Hapa duniani tutaishi kwa udhalili, na kesho akhera itakuwa ni balaa kubwa. Allah tuepushe na hilo. Akasema mwanazuoni wa Pakistani, ameandika kitabu chake, madha khasira alalam binhitwati alislam, ulimwengu umepata hasara gani kwa kutokana na Uislamu kuporomoka, hii misingi miwili kutokuwepo. Akataja mle madhila ambayo dunia imeipata kwa sababu ya Qur'ani na Sunna kutokuwa na nafasi katika maisha ya watu. Hata nafasi kama hii ambayo leo tunaona Chama cha Mapinduzi inatambua kwamba kiongozi kabla hajapigiwa kura kule, hajaenda kusema uongo kule, kuwaongopea watu juu ya yeye na anayotaka kuyafanya, angaliwe kwanza tabia yake. Haya yote ni matunda, ni faida ya mafundisho ya dini. Hata kama anayeyatekeleza hakusudii kutekeleza dini, lakini muda atakapoepuka haya mafunzo hata kuwa salama kwenye dunia yake. Kwa hiyo ujumbe wa kwanza, sisi kama Waislamu, jamani, chonde nafasi ya Qur'ani na Sunna. Qur'ani katika familia zetu, Qur'ani katika taasisi zetu, Qur'ani na Sunna. Uislamu nafasi yake, siku sisi tutakavyotafuta kutoka nje ya Uislamu, tutakuwa tumejitia kitanzi, tutakuwa tumejitia lockdown. Na haya ni maneno ya Saidna Umar radhiyallahu anhu, maneno yake maarufu yameandikwa katika kutubi sira, yameandikwa katika vitabu mbalimbali, akiwa anasema, nahnu qaumun azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu ambao tumepewa utukufu, tumepewa izza na Uislamu. Siku tutakavyotafuta izza, siku tutakavyotafuta mafanikio, siku tutakavyotafuta heshima nje ya Uislamu, basi ni mahala ambapo tumepata udhalili. Sehemu ya pili ya ujumbe katika islahi ya dini na dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akauelekea umma wake anauongoza, akawapa jambo ambalo kila mwanadamu akiwa na yakini katika maisha yake, mwenendo wake utakuwa salama. Mwanadamu yule atakuwa salama kwake yeye mwenyewe, mwanadamu yule atakuwa salama kwa wanaomzunguka. Akamwambia, innakum satulquna rabbakum, hakika nyinyi, ni jambo la hakika kabisa, nyinyi mtakutana na Mola wenu, muumba wenu mtakutana naye. Awe Muislamu, awe Myahudi, awe Mnaswara, ajue hakika hiyo ya mambo, yeye atakutana na aliyemuumba na atamhoji, atamkagua, atafanya accountability ya maisha yake ya dunia. Siku jambo hili lilivyotoweka katika maisha mwanadamu, awe Muislamu, asiwe Muislamu, mwanadamu huyu amekuwa ni mwanadamu asiyekuwa salama, sio tu kwake yeye mwenyewe, bali hata kwa wanaomzunguka. Na aina hiyo wanadamu wapo. Kuna wanadamu katika hii dunia hawana faida hata kwa wao wenyewe, wachilia mbali faida kwa watu wengine. Lakini mwanadamu atakapokuwa anayaishi maneno haya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwenye hutuba yake ya kuaga, akajua yeye vyovyote vile atakavyofanya, aishi atakavyoishi, aweke mipango atakavyoweka, lakini ipo siku atakutana na aliyemuumba. Kukutana kwake na aliyemuumba, hili ni swala ambalo Muislamu anatakiwa ahame kwenye imani, aende kwenye yakini. Ndio maana katika ile misingi ya kufaulu, sifa za wacha Mungu na misingi ya watu waliofaulu kwenye suratul Baqara aya za mwanzo,
vipengele vingi sana vinazungumza imani. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika. Lakini angalia kwenye swala la akhira, wa bil akhirati hum yu'minun la wa bil akhirati hum yuqinun. Swala hili la akhira linatakiwa liwe rasikhan, liwe limekita katika fikra ya muumini, apange kila mpango wake, asiache jambo hili, liwe na nafasi. Yani anachagua mke, akhera iweke pale mbele, yani ile akhera imuongoze katika hata kuchagua mke. Anataka kupanga nyumba, amehamia kwenye mji, anatafuta sehemu ya makazi ya kupanga nyumba, kule kuchagua yeye mtaa wa kuishi, basi akhera iwe na nafasi katika jambo hilo. Mipango yake yote anayopanga, mambo yake yote anayokusudia kuyafanya, lazima swala la akhera liwe mbele yake, liwe ndio dira yake. Ndio maana ikatoka kwenye imani ikaenda kwenye yaqeen, wa bil akhirati hum yuqinun. Swala hili lilipotoweka katika maisha wa Waislamu, katika maisha wanadamu, ndio ukakuta watu wanapanga mipango ya kulifisidi taifa lao, watu wanapanga mipango ya kuwahujumu wa raia wao, watu ambao wamewaamini wakawapa dhamana, lakini wao kila wakipanga mipango ni mipango ya kuhakikisha maslahi yao binafsi yanatimia. Hawa ni watu ambao imetoka huu msingi umetoka katika maisha yao. Jambo la tatu katika hutuba hii ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pale mjumbe wa Allah, mtume wetu, kiongozi wa umma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alivyogusa moja ya jambo ambalo ndiyo linaleta taharuki, sintofahamu zote tunazoziona katika wakati huu wa siasa, wakati huu wa uchaguzi. Alizungumza kuhusu suala la uongozi, na suala ambalo nimepata lugha ya kuzungumza katika lugha ya kigeni, lakini kwenye ufafanuzi nitafafanua katika lugha yetu tunayoielewa. Value question, swala la kigezo cha ubora. Nani bora katika watu? Wakati anatoa nasaha zake kwenye uongozi, yani kuonesha kwamba swala la uongozi ni katika majambo ambalo Muislamu hatakiwi kuliacha. Ndo kiongozi wetu akasema hapa, amiri wetu akasema kwamba hata kuku wenyewe, alimsikia mtu akisema hata kuku mwenyewe siasa inamuhusu. Sasa wewe utakuwa wewe mwanadamu. Na hutuba hii imetuonesha kwamba swala la uongozi hakuliacha yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni katika jambo ambalo kalitolea nasaha mzito kabisa. Sehemu ya kwanza akaeleza juu ya kumsikiliza kiongozi na kumtii. Ayuhan nas isma'u wa ati'u, sikilizeni na mutii kiongozi wenu anapokuamrisheni. Hili swala la kusikiliza na kutii kwa kiongozi anapoamrisha, sisi katika dini yetu tukufu ya Uislamu tuna maelezo mawili. La kwanza ni kwamba utii na usikivu kwa kiongozi ni pale ambapo unaendana na Allah na mtume wake. Ndio atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulul amri minkum. Ikatolewa wa atii'u, taa ikatolewa, taa ya ulul amri minkum ikaegemezwa kwa nani? Kwa taa ya Allah na mtume wake. Lakini maneno haya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayaanguki patupu katika uongozi wa kidunia. Hayaanguki patupu katika uongozi wa kidunia. Muda wa kuwa mna kiongozi ambaye kwa mujibu wa kanuni zenu za kuwaweka viongozi amesibu, yani sisi kanuni zetu ni za kikatiba tukizungumza viongozi wa nchi. Huyu ni kiongozi ambaye kikatiba ni kiongozi wa halali,
Na huyo kiongozi atakaposimama katika misingi ambayo inaendana na katiba ya nchi yenu, isma'u wa ati'u, msikilizeni na mtiini. Kwani kuna nini? Kuna nini ikifanywa kinyume chake? Ikifanywa kinyume chake ni maharibiko. Popote pale ambapo hakuna usikivu kwa kiongozi, hakuna utiifu kwa kiongozi, awe kiongozi wa kiroho, awe kiongozi wa kidunia, watu hawa wameharibikiwa mambo yao. Namba moja, hili jambo ni jambo ambalo kana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaiona Tanzania hivi. Kuna watu leo wanahamasisha watu kuondosha taa na utii, taa na usikivu. Kuna watu wanahamasisha kwa kutumia hoja mbalimbali kama ilivyotajwa hapa kwenye tamko. Maneno matamu, maneno mazuri ya kuamsha hamasa, ya kuamsha hisia za watu, lakini hakika yake maneno hayo kinachokusudiwa ni kitu kibaya. Kwani wangekuwa wa kweli watu hao, tungeliwaona wakati ule wa machafuko ambako hali ilikuwa mbaya zaidi. Wakati ule wakakaa kimya, wakasubiri. Sasa hivi ndio wanasikika matamko yao yakisomwa na kuleta sintofahamu katika jamii. Lakini jambo la pili, kupitia nasaha hizi akasema, mtiini kiongozi wenu hata kama atakuwa ni rajulun habashi, hata kama atakuwa ni mhabasha. Yani kwa wakati ule ile Habasha ilikuwa ina namna yake inavyotizamwa, na hasa kwa Saidina Bilal radhiyallahu anhu, alikuwa kuna namna anatizamwa Muafrika na ule uafrika wake. Lakini yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwenye swala hili la uongozi, mtu kwa sababu za kikatiba zimeshaswibu ni kiongozi, msitizame imani yake. Sijui kama anaeleweka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wewe hata kama imani yako ni tofauti, lakini muda wa kuwa sababu za kikatiba zimesibu, huyu atabaki kuwa ni kiongozi wako. Unataka hutaki, yeye muumba wa mbingu na ardhi ndiye aliyeamua hivyo, akaleta sababu za kikatiba zikaswibu, zikatimia, akapatikana kiongozi ambaye ni wa imani tofauti na wewe. Na wewe mwenye chama tofauti, chama chako cha kisiasa tofauti, muda wa kuwa katiba inaongoza nchi yako imeshachukua nafasi yake, kiongozi akapatikana, huna option, huna mbadala. Huyu ni kiongozi atakaposimamia katiba ya nchi, atakaposimamia misingi ya haki, atakaposimamia misingi ya kulinda amani, unatakiwa umtii. Sasa kiroja chenyewe watu wakatoka kwenye utii. Rais ambaye amejipambanua kwa kuwa msikivu, akafungua mlango kwenye 4R, akafungua mlango wa maridhiano, mlango wa kusikilizana, mlango wa kuelewana. Na pale ambapo tunatofautiana, hatuwezi kuwa kitu kimoja, tukubaliane kutotofautiana. Wakafungua mlango mwingine, wakaufunga ule mlango ambao uko wazi, wakafungua mlango mwingine wa kupita. Sasa wanatukana, kupita sasa wanaamsha watu kwenye machafuko na kwenye nini. Na wakatangaza kwa wazi kabisa, kila mmoja anasikia kwa maneno ya lugha ambayo kila mmoja wetu anaelewa. Angalau wangezungumza kwa lugha ambayo Watanzania wengi hawaelewi. Wakasema tutakinukisha, wakasema tutaingiza watu barabarani, wakasema tutazuia uchaguzi. Sasa haya yakitokea, basi kinachoendelea ndicho kitakachotokea, ndicho hichi kinachoendelea sasa hivi. Na hakuna wa kumlaumu, hakuna wa kumlaumu. Hata kanuni za barabarani, ukisoma udereva, kanuni za barabarani, wewe ukiwa unaendesha, wewe ni dereva wa basi, unaendesha, mlevi anakatiza barabara, wewe umebeba roho za watu, upo mwendo ambao huwezi kumsalimisha yule mlevi, basi kilichokuwa bora kwako wewe ni kumkanyaga yule mlevi ili watu wengine uwasalimishe. Huyu kajitakia mwenyewe. Sijui kama naeleweka. Sehemu ya 4
nimalizie haraka haraka kwa sababu ya ufinyu wa muda. Akazungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam swala ambalo leo likizungumza linaonekana kama ni uchawa, swala la amani. Tena kwenye kuzungumza jambo hili alizungumza katika lugha mzito, lugha ambayo ilikuwa hajapata kuzungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akiwa na masahaba, amesimama katika viwanja vya Arafa, akawaswalika swali maswahaba, akawaambia ayu yaumin hadha, hali ya kuwa maswahaba wanajua ni siku ya Arafa, hali ya kuwa maswahaba wanajua aliporudia khutba siku ya Nahar, hali ya kuwa anajua, lakini walishindwa kujibu. Wakasema huenda hii siku ina jina lake jingine jipya ambalo tunataka kupewa. Wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake anajua. Akauliza ayu shahrin hadha, ayu baladin hadha, kisha akatolea majibu. Hivi nyinyi mmekaa kimya, kwani leo sio siku ya Arafa? Wakasema bala ya Rasulullah, ndivyo hivyo hivyo ewe mtume wa Allah. Kwa hiyo kumbe waliogopa, lakini hapa alikuwa anawaandaa kufikisha ujumbe mzito wa amani, baada ya kuwafikishia kwamba hii ni siku ya Arafa na huu ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi mtukufu, na hapa tulipo huu mji ni mji mtukufu wa Makka. Akawaambia inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum kahurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Akawaambia tambueni kwa hakika damu zenu, mali zenu, heshima zenu ni vitu vitukufu kama ulivyokuwa utukufu wa siku hii ya leo. Yani tizama utukufu wa siku ya Arafa, tizama utukufu wa yaumu Nahar. Haya masiku yameapiwa kwenye Qur'ani. Anafananisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhai wa mwanadamu, mali za mwanadamu na heshima ya mwanadamu, kwa hivyo ni vitu vitukufu kama ulivyokuwa utukufu wa siku ya Arafa, kama ulivyokuwa utukufu wa mwezi wa Dhulhijja, kama ulivyokuwa utukufu wa mji wa Makka. Tamko hili lina maana kubwa sana. Hapa alichozungumza, haya mambo matatu aliyozungumza ndio misingi yenyewe ya amani. Yaani ukisikia amani imetoweka, kinachokuwa compromised ni hii misingi mitatu: uhai wa watu, mali za watu na heshima za watu. Hiyo ndio misingi ya amani. Kwa hiyo Uislamu unajali swala la amani, na ujumbe wa mwisho wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa huu umma, ulikuwa ni ujumbe ambao umejikita kwenye swala la amani. Msije mkalichezea hilo, ni jambo ambalo mkilichezea mtakuwa mmechezea mambo matukufu. Leo Waislamu sisi tukizungumza amani, hatuzungumzi katika jicho la uchawa. Yani kama ambavyo kuna watu leo wanaogopa hata kuzungumzia jambo la amani, kwa sababu kuna watu wamejalia kwamba kuzungumzia swala la amani unakuwa kama vile chawa fulani. Waislamu tusione haya, tusione aibu, wala tusirudi nyuma kwenye kulizungumzia swala la amani na kwenye kuonesha ulimwengu kwa amani natakiwa kulindwa kwa gharama yoyote ile, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kucompromise imani. Yawe hayo mabadiliko yanayosemwa, mabadiliko, ukibadilisha amani kwa kutaka mabadiliko, hayo mabadiliko ukiyapata wakati amani imetoweka, unapata nini tena? Hakuna kitu umepata. Iwe mtu anatafuta mali, iwe mtu anatafuta cheo, umepata cheo hali ya kuwa amani imeshatoweka. Haya, hicho cheo unakitumiaje? Kitakunufaisha nini? Hakuna kitu utanufaika nacho. Kwa kulijua hilo, basi dini tukufu ya Uislamu kwa kuienzi amani ikaweka hili swala
la amani ambalo ndio linasimamia misingi mitatu ya uhai wa mwanadamu, mali ya mwanadamu na heshima ya mwanadamu. Hili ni swala tukufu kama ulivyokuwa tukufu wa mwezi katika miezi mitukufu, wa siku katika masiku matukufu, wa mji katika miji mitukufu. Nimalizie kwa kusema kwa hakika hakuna kilichoachwa katika ujumbe wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya kuaga, hata swala ambalo leo tunaliona la wanawake, vilio vya wanawake katika majumba yetu, katika taasisi zetu, katika mitaa yetu. Manyanyaso ya wanawake ni jambo ambalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliliona kwa macho yake mawili ya utume, na akamuona mwanamke namna ambavyo atadhalilishwa, atanyongeshwa, atapotezwa, akatumiwa na watu kwa maslahi yao, akauzwa yeye mwenyewe, akafanywa bidhaa, na viungo vyake vikafanywa bidhaa, na kila kitu chake kikafanywa bidhaa. Leo tunashuhudia dunia ambavyo imempotezea mwanamke hadhi yake, na sisi Waislamu ni watu ambao tumemheshimu mwanamke, tunamheshimu mwanamke, tunamthamini mwanamke, tunamtunza mwanamke. Ndio maana huwezi kusikia Muislamu hata kama ni wa chama tofauti eti anamkejeli rais kwa sababu tu jinsia tofauti. Ukimkuta huyu ni jahil katika dini yake. Ndugu zangu, tuyaishi maneno ya ujumbe wa mwisho wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ni islahi ya dini yetu na dunia yetu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hii ni Mtoro TV.